Online TV. Usalama wa usafiri wa anga unaanza na yes. Maana yake nini? Kila mdau anashiriki katika kuimarisha usalama. Na neno usalama sio tu viwanja vya ndege. Popote pale, iwe nyumbani, iwe barabarani. Hata barabarani usipokuwa makini, aidha utapata ajali au utasababisha ajali. Kwa hiyo swala la usalama ni swala shirikishi ambalo linamtaka kila mmoja wetu kuwa sehemu ya ushiriki huo. Kwa hiyo hii kauli mbiu inalenga kabisa katika kuimarisha na kukumbushana swala la usalama. Lakini pia maendeleo yana changamoto zake. Kadri mnavyozidi kuelewa, kadri mnavyozidi kuendelea, changamoto pia zinaongezeka. Matukio ya uvunjifu wa usalama yanazidi na kamwe hayatapungua. Kwa hivyo ni lazima sisi tuweke mikakati ya kukabiliana nayo kwa sababu ni sehemu ya maisha. Moja ya mikakati hii ni kuwa na uelewa pamoja. Sisi kwa pamoja, tukiwa na uelewa pamoja, tunaweza kuwa na mikakati mizuri ya kudhibiti na kuimarisha ulinzi na usalama, sio tu katika viwanja vya ndege, hadi katika nafsi zetu na fikra zetu. Kwa sababu usalama umesema unaanza na mimi mwenyewe mhusika. Naona sehemu kubwa ya hotuba ambayo ilikuwa inaelezea maudhui ya tukio hili ameitaja mkurugenzi wa kiwanja, ikielezea kwamba kuanzia tarehe 24 mpaka 28 Novemba kutakuwa kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika kuadhimisha wiki hii. Hivyo basi nisingependa kurudia. Ninaomba kutumia fursa hii kuwasihi abiria, watoa huduma, wakandarasi, wafanyakazi wa taasisi zote ndani ya kiwanja na wa usafiri wa anga kushiriki kamilifu katika maadhimisho haya. Shiriki maonyesho, uliza maswali, changia mawazo, toa mapendekezo. Kuwa mshiriki sio kwa kushiriki tu, ila kwa kuweka mchango wako. Mchango wako una thamani kubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunaboresha usalama, ulinzi na pia kuweka mazingira sahihi katika maeneo yetu ya kazi. Kwa hivyo nakuomba sana usijione kama hujui, tunaamini unajua. Kidogo ulicho nacho kinaweza kuwa kina mchango mkubwa, kwa maana kidogo cha wengi basi huwa kingi pia. Wa Tanzania, Mamlaka ya Usafiri wa Anga yani TCAA ilizindua kampeni hizi mwaka 2022 ikiwa ni sehemu ya kutekeleza tathmini za kimataifa za usalama na kuimarisha ushirikiano wa wadau wote wa usafiri wa anga. Katika uzinduzi huo, taasisi ilisisitiza uimarishaji wa kanuni za usalama katika taasisi zote za anga, kuimarisha mafunzo, uadilifu, utayari na kwa watumishi wote, kufanya kampeni endelevu za kutoa elimu kwa abiria na umma, kuongeza mashirika ya kiusalama na sekta zote zinazogusa usafiri wa anga. Kwa hiyo tunapoadhimisha wiki hii, tunakumbuka kuwa tayari nchi ilishachukua hatua kubwa katika kuimarisha utamaduni endelevu wa ulinzi. Katika mazingira ya sasa ambapo sasa vitishio vinaongezeka na kubadilika haraka, teknolojia inafungua mianya mingi ya uhatarishi wa usalama, lakini vitisho vya ndani vinaongezeka, na mpaka sasa data zinaonyesha kuwa 80% ya matukio ya usalama ni ya kibinadamu. Kwa hiyo binadamu tukijipanga vizuri, tukiamini kwamba swala la usalama linaanza na mimi, tunaweza tukapunguza matukio haya. Wiki hii inaendelea kutukumbusha usalama si jukumu la kitengo cha usalama pekee. Usalama si swala la mashine tu, usalama ni swala la watu wote. Usalama unaanza na mimi, usalama unaanza na wewe. Katika kipindi cha wiki hii tunalenga kuongeza uelewa wa watumishi, abiria na wadau wote kuhusu umuhimu wa utamaduni wa usalama wa anga, kukuza tabia ya uwajibikaji katika kulinda usalama wa kila mtu kwa kila siku, kujenga utamaduni wa kuripoti dalili au tabia zozote zisizo za kawaida katika maeneo yetu ya kazi,
kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi zote za serikali, mashirika ya ndege na wadau wa sekta binafsi, kuimarisha mahusiano na mawasiliano kati ya taasisi na wadau wote wa sekta ya usafiri ili kuhakikisha kwamba usalama unaendelea kusimamiwa kwa uhakika na weledi na kwa ufanisi. Ili kufanikisha malengo haya, katika wiki hii mkuu itakayoanza tarehe 24 mpaka 28 tutakuwa na shughuli mbalimbali kama ifuatavyo: maonyesho na utoaji wa elimu kwa wafanyakazi wote wa kiwanja kuhusu mbinu za kuongeza mwamko salama, kampeni ya uhamasishaji wa abiria, wadau na vikundi vya ulinzi shirikishi vinavyozunguka kiwanja juu ya vitishio vya usalama wa anga na namna ya kuvibaini mapema. Lakini pia tutatoa elimu kwa umma, hasa abiria, kuhusu nafasi yao katika kulinda usalama wa anga. KM Online.